Karibu Homesport kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Lakini hawa ambao wanatajwa wanaendelea kuchambuliwa, kama watafika tutawachambua zaidi, lakini kama hawatafika pia tutajua kwa hao wengine ambao watapata hiyo nafasi ya kufika. Kwa hiyo tuko tunaendelea kuangalia hapa juu ya hizi sajili ambazo zinatajwa kufanyika kutoka Afrika Kusini ambao wanatajwa kuelekea katika klabu ya Yanga, na Hans Raphael ulikuwa unaelezea sasa juu ya hawa wachezaji wawili, mmoja akitokea huko Chipa na mwingine akitokea sasa ukisema kwamba kwa namna ambavyo unaona kama bado 50-50 hivi. Mimi kwa figa ndo nimebaki 50-50 kwa takwimu zake. Sometimes mshambuliaji kazi yake ni kufunga. Muda mwingine mshambuliaji kama afungi pia una struggle. Umeona, kwa sababu Yanga wanahitaji magoli. Kwa Gumede, kwa namna ambavyo nimemtazama binafsi, naamini pale kuna mchezaji Gumede. Kwa sababu kwenye 1v1 anaonekana yuko vizuri, ana skills, ni risk taker, anaweza kushoot from long range. Hata mabao yake ukiangalia msimu uliopita, hayo mabao machache aliyofunga ni nje ya box. Hakuna goli ambalo amefunga kwenye box, na ni makombola kulikweli. Ni makombola kulikweli. Then ni aina ya mchezaji ambaye ana kimo kidogo ambacho kinamfanya yeye kuweza kupenetrate katikati ya watu, na kinachonipa pia matumaini kwamba hapa kuna mchezaji. Ukiangalia mechi ambazo wamecheza na wakubwa, the likes of Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Mamelodi, ni miongoni mwa wachezaji wawili walioperform vizuri kwenye hizo mechi. Haijalishi walifungwa Richards Bay au walishinda. Yani mchezaji ambaye amekuwa anaweka hiyo high catching performance. Kwa hiyo pale mimi binafsi naamini winga wa kushoto pale yupo. But I think usajili ambao kwangu mimi kama unakamilika, ambao Yanga nitawapigia salute, nitasema what a signing, ni Emmanuel Fromo kutoka Al Hilal Omdurman. Na Al Hilal ukiwa na fedha tu anakupa mchezaji, kwa sababu yule dogo alisaini mkataba miaka 6 na Omdurman, na ndo top scorer wa Omdurman. Dogo amesukuma mabao mengi kuliko hata huyo Girumugisha unayemzungumzia. Technically ni mchezaji mzuri, atumia zaidi mguu wa kushoto, kwa hiyo ana fit in kuwa right sided winger. Upande wa kulia atatokea kule. Miaka 18 lakini ana jicho la goli. I think pale Yanga kwa Fromo wamepata mchezaji mzuri sana. Lakini Mkai tuwe na subra. Nilizungumza tuwe na subra. Sina imani sana hivi sasa na sajili zinazofanyika Yanga mpaka pale nitakapowaona uwanjani. Nilizungumza mwanzo Mkai kwamba kama huu sajili utafanyika, kwa sababu bado zinabakia kuwa tetesi kuhusu Gumede. Nilisema ana kazi kubwa ya kufanya, kwa sababu binafsi pia nimemuona Gumede. Ni mchezaji mzuri kweli, lakini kama unataka ku upgrade timu yako isogee, nafikiri ukichukua hata ile prime Pacome bado hajafikia. Gumede hajafika pale. Na lengo nadhani wanaleta mchezaji ambaye atakuja kushindana ama atakuwa na uwezo zaidi ili timu isogee. Kila siku nazungumza ili timu isogee, usiete tu wachezaji wakuja kuwasaidia waliopo. Leta wachezaji ambao watakuja kuwafikirisha wachezaji waliopo ndani ya timu. Inawezekana usipate katika kila nafasi, lakini ukipata katika wachezaji 6 ukapata wachezaji 3 ambao wanakuja kuwafikirisha baadhi ya wachezaji ambao wanaanza kwenye kikosi cha kwanza, timu yako ni kama vile ulivyotoa tahadhari na angalizo juu ya Alan Okello kwamba Yanga wanapaswa kuleta namba 10 bora zaidi ya Alan Okello. Msimamo wangu bado uko pale pale. Kwamba as long as kama timu inataka kucompete kushindana kweli kweli, wanahitaji mchezaji zaidi ya Alan Okello kwenye position ya namba 10. Yes, na nikakukumbusha kwamba tumeshuhudia Simba na Chama na Mixon, Yanga na Ziziki na Kinalidi Aucho, lakini kwenye michuano ya kimataifa waligota kwenye quarter final. Kama unataka kwenda zaidi ya pale, maana leo lazima ufikirie wachezaji zaidi ya hao. Alan ni zaidi ya mtu kama Stefan Ziziki. Haya bwana. Mimi kwa kumalizia hapo. Of course nilikuwa nimesahau kile kitu wakati tunaenda break, nilikuwa nazungumzia issue ya makocha kuwa madalali. Mimi nataka kumuona engineer yule ambaye nilimuona miaka 4-5 iliyopita. Na wewe unabariki kauli ya Alikamwe kwamba engineer sasa aingie
sokoni mwenyewe. Mimi naamini engineer alikuwa sokoni muda wote. Hata msimu hizi uliopita ambazo sijui alikuwa sio anagombea ubunge, hapana. Mimi siamini. Mimi naamini alifanya usajili yeye. kina Buba Sema anatakiwa kuongeza umakini. Anatakiwa kuongeza umakini. Na mimi issue za kusema ni matakwa ya kocha. Binafsi mimi sitaki makocha pia wapewe 100%. Na hususa hawa makocha wa bara la Afrika, wengi wao ni madalali. Unajua kwa nini Steve Barker amefanikiwa Simba? Kwa nini amewaleta kina Libase Geye, kina ni wachache ambao watakuja, utawapa uhuru, watafanya kazi nzuri, lakini wengi wao ni madalali. Jeff alikuwa anazungumza sajili za Fadru hapa, karibu robo tatu ya sajili zimefanyaje? Zimebuma. Kocha kaondoka, kakuachia mzigo, inabidi ulipe pesa za kuvunja mikataba. Pedro Gonçalves kaja hapa, kaleta Depu, kamleta Buba Jammeh. Depu unasema okay, kuna mchezaji, ingawa kuna baadhi bado hawaamini, lakini Buba Jammeh inawezekana Juma hayo akifanya mazoezi ni bora kuliko Buba Jammeh. You understand? Lakini kakuaminisha kwamba Angola kuna winga na wewe umempa hela kwamba mlete, haujajiridhisha, haujafanya proper scouting. The issue ni kwamba hawa makocha barani Afrika tusiwaamini kwa 100%. Niletee huyu, kwa sababu anaweza kwenda kuambia washikaji zake, oya, twenzetu Tanzania kuna kitonga, tusaini mkataba miaka 3 miaka 2. Baada ya miezi 6 wamebuma, inabidi ukavunjie mkataba wote na kocha, then inabidi urudi sokoni sasa kutafuta watu wengine. Nilikuwa namsikiliza Magori anahojiwa na Mwanasport, amezungumza vizuri sana kwamba hata usajili wa dirisha dogo kocha aliwapoint wachezaji, nao kama viongozi wana jopo lao pia wakafanya tathmini, yani hajaachiwa kocha moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri hilo Yanga pia mtu anaweza kaniuliza kulifanya na wakapata kitu kilicho bora. Mtu anaweza kaniuliza sasa, Hansi, unataka kifanyike nini? Viongozi wakisajili mnalalamika, sijui makocha mimi bado narudi pale kwamba hizi timu zifike hatua zilete watu watakaobeba hizi project. Mkurugenzi wa ufundi, mkurugenzi wa michezo, yeye ndo atabeba project, ataajiri kocha, atasajili wachezaji kutokana na falsafa ya timu. Haya, asante sana. Hongereni sana Polisi Tanzania. Na wamepanda kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara 2026-27 watakuwepo hapo. Ni 26-27. Ndio 26-27. Nikajua nimechanganya mafaili maana yake. Unaweza kusema 27 kumbe 25. Kwa hiyo Moshi pale kwa wingi sana tutamiminika pale. Kule ushirika zitakuwa za kutosha. Hongera Tanzania sana Prisons kwa Erini. Wamestahili. Kwa kweli hata mimi nasema wamestahili. Warudi upya huko. Walichokuwa wanakitafuta kwa hii misimu yote wamekipata. Tunasema ni mpira wa miguu, mambo hutokea, lakini kama misimu zaidi ya 3 narudia makosa yale kabisa, na mwisho wa siku ndio kama hivi, anguko lazima litokee. Kwa tunawakaribisha tena kwa mara nyingine, welcome back Police Tanzania kwenye ligi kuu. Waliondoka naam, discount nimekuona mkai wewe, huyu Okelo kacheza game 3 ulimkataa, leo unataka zaidi ya Okelo. Magunga sio mimi. Magunga ndo kasema. Sio Magunga, uhalisia wa mpira. Kwa hapa waliyosema ni wewe. Sawa. Lakini nilikuwa nazungumzia uhalisia. Naam. Kabisa, uko sahihi. Watu hata Simba nilisema kama mpaka leo timu yako inategemea zaidi ubongo na miguu ya Clatous Chota Chama mpaka sasa hivi kwenye Champions League wataishia hatua ya makundi. Hata kama watavuka, lakini wanatakiwa kujiandaa. Hawezi kuvuka. Watavuka. Mbona wanatabiria? Useme walete nondo zaidi ya Chama. Hata akiwepo, lakini awepo mwingine ambaye hata kama Chama anakuwa amepata changamoto yoyote au hata mwalimu anaamua tu sasa leo utacheza wewe kutokana na hiki na hiki. Yaani kusiwe kuna shida kwamba kwa sababu Chama hayupo Simba ipate tabu. Ila kwa taarifa nilizokuwa nazo, umakini umeongezeka sana kwenye dirisha la usajili la Simba. Kwa taarifa nilizo nazo, kwa sababu dirisha dogo walipatia sana. Sasa wanataka kuongezea pale kushikilia walipofanya kuwaleta baadhi ya wachezaji ambao wameonekana kuwaletea impact nzuri sana
katika msimu uliopita dirisha dogo. Kwenye dirisha kubwa kama hivi as long as ulifanikiwa kwenye dirisha dogo la usajili kubwa, utaki kujichanganya, unatakiwa kuwa na ile smart decisions kabisa. Sio tena kujenga, unaboresha baadhi ya maeneo, lakini pia unalipa nguvu bench. Si kama naelewa. Kuwa na upana. Ni wale wachezaji wa bench ndio huwa mara nyingi wanakuja kuipa timu matokeo na anaweza kashinda ubingwa, wakaipa timu ubingwa. Kwa hiyo ukiwa na nguvu kuanzia nje, ni rahisi timu ya ndani pia kuimprove, kwa sababu wale wachezaji wa nje watafanya wachezaji wa ndani kuwa na ushindani mkubwa zaidi. Sawa Magunga, tunaondoka. Daudi Mahimba anasema safari hii Yanga wana kazi sana, inabidi wawe makini mno. Simba watawadhalilisha sana. Tusubiri bana. Simalize maneno. Ino Emil, Yanga msimu huu wanachukua wachezaji wa mkopo, maana hela za ubingwa tayari bilioni 10 imeshawekwa hadharani bana. Jana mmesikia hapa kwamba mfadhili ameweka 10B. 10B. Nimesema. 10B. Mimi nimesema tu. Haya, tusubiri wachezaji wa bilioni 10, na ni jambo la heri sana kwa sababu ndio kitu ambacho tunakitaka. Mkai, twende kimataifa. Inatosha Bongo Tanzania hapa. Tuhame kwenye mpira wenyewe sasa. World Cup special kwa hivi sasa bado inachukua nafasi. Kabisa. Angalizo ni kubwa sana. Richi naona ametabasamu ulivyosema kwenye mpira wenyewe. Of course, kuna kwenye mpira wenyewe. Kule tunajadili mpira, kwani kule tunaanza kujadili habari za sasa Jessica, natakiwa unielewe sana. Mimi nimekuelewa. Hata Ulaya yapo pia. Of course yapo, lakini sio kwa kiwango sawa sawa. Matatizo ni mkubwa sana. Magungo anasema matatizo yanotukumba sisi huko. Hata huko pia anawakumba, japokuwa kama anavyosema Rich kwamba si kuna utofauti wa Tofauti ni mkubwa. Tuko mbali sana. Siasa za mpira. Nenda Hispania. Haya, sema Mkai wewe timu gani?